Mwanasheria Boniface Mwabukusi amepokea taarifa mbaya kutoka mahakama ambayo imezua taharuki nchini Tanzania. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope na tafadhali subscribe. Uamuzi wa Mahakama Kuu ya Tanzania wa kutupilia mbali shauri lilofunguliwa na Tanganyika Law Society kupinga zuio la mikutano ya maandamano ya kisiasa uliotolewa na Camillus Wambora umeibua mjadala mpana kuhusu mipaka ya mamlaka ya dola na haki za kikatiba za wananchi. Mahakama hiyo iliyoko katika jiji la Dar es Salaam imeamua kuwa shauri hilo alikuwa na msingi wa kutosha wa kisheria kuendelea kusikilizwa, hatua ambayo kwa vitendo inaipa nguvu amri iliyotolewa na jeshi la polisi mwaka 2025 iliyokuwa ikizuia mikutano ya maandamano ya kisiasa kwa madai ya kulinda usalama wa taifa. Uamuzi huu unakuja katika kipindi ambacho Tanzania imekuwa ikishuhudia mijadala mikubwa kuhusu nafasi ya uhuru wa kisiasa, haki ya kukusanyika na wajibu wa vyombo vya dola katika kulinda utulivu wa nchi. Shauri hilo lilifunguliwa baada ya jeshi la polisi kutoa amri tarehe 29 Oktoba mwaka jana iliyokuwa ikizuia mikutano ya kisiasa kwa kipindi fulani, lakini ambayo ilielezwa na serikali kuwa ni tahadhari dhidi ya uwezekano wa vurugu au migogoro ya kisiasa. Katika kesi hiyo, TLS waliwasilisha hoja wakidai kuwa amri hiyo ilikiuka haki za msingi zilizopo katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, hususan na haki ya wananchi kukusanyika, kujieleza na kushiriki katika shughuli za kisiasa. Kwa mujibu wa mawakili waliowakilisha TLS, haki ya kukusanyika ni moja ya nguzo kuu za kidemokrasia na inapaswa kulindwa kwa nguvu zote na vyombo vya dola pamoja na mahakama. Hoja hii ilisisitiza kwamba bila mikutano ya kisiasa na maandamano ya amani, wananchi wananyimwa nafasi ya kushiriki kikamilifu katika mijadala ya kitaifa na kueleza maoni kuhusu uongozi wa nchi. Na sasa TLS ambayo inaongozwa na Boniface Mwabukusi ilihoji pia kwamba zuio la jumla la mikutano ya kisiasa linaweza kuathiri ushindani wa kisiasa na kupunguza nafasi ya vyama vya siasa kufanya shughuli zao kwa uhuru. Hata hivyo, upande wa serikali ulitetea hatua za jeshi la polisi kwa kueleza kuwa amri hii ilitolewa kwa kuzingatia mazingira ya kiusalama yaliyokuwepo wakati huo. Serikali ilieleza mahakama kuwa vyombo vya dola vina jukumu la kuhakikisha usalama wa raia na mali zao, na kwamba kulikuwa na dalili za uwezekano wa vurugu ambazo zingeweza kutokea iwapo mikutano ya kisiasa ingeruhusiwa kuendelea bila udhibiti. Baada ya kusikiliza hoja kutoka pande zote mbili, Mahakama Kuu iliamua kuwa shauri hilo halikuwa na hoja ya kisheria ambazo zinatosha kulifanya liendelee kusikilizwa. Kwa mantiki hiyo, mahakama ilikubaliana na hoja ya serikali kwamba vyombo vya dola vina mamlaka kuchukua hatua za tahadhari pale ambapo usalama wa taifa unahisiwa kuwa hatarini. Uamuzi huu umeongeza uzito katika mjadala wa kisiasa kuhusu uwiano kati ya usalama wa taifa na uhuru wa kiraia. Tanzania kwa muda mrefu imejivunia kuwa moja ya nchi zenye utulivu wa kisiasa barani Afrika, lakini pia imekuwa ikikabiliwa na mijadala ya mara kwa mara kuhusu uhuru wa kisiasa na nafasi ya vyama vya upinzani katika uwanja wa demokrasia. Na katika historia ya siasa za Tanzania, suala la mikutano ya kisiasa limekuwa mada nyeti, hasa wakati wa kuelekea uchaguzi, na vyama vya upinzani mara nyingi vimekuwa vikilalamikia kile wanachokiita vikwazo vya kufanya mikutano ya kisiasa, huku serikali ikisisitiza kuwa hatua hizo huchukuliwa kwa misingi ya kulinda amani na utulivu wa nchi. Mjadala huu umejitokeza mara kadhaa katika miaka hivi karibuni, hasa wakati ambapo vyama vya siasa vilikuwa vikihitaji kufanya mikutano ya hadhara ili kuwasilisha sera zao kwa wananchi. Wakati mwingine mikutano hii imekuwa ikizuiwa au kusimamishwa na vyombo vya dola kwa sababu mbalimbali zinazohusiana na usalama.
Kwa upande wa serikali inayoongozwa na Chama cha Mapinduzi, hoja ya msingi imekuwa kwamba amani na utulivu wa taifa ni kipaumbele cha juu kuliko shughuli zozote za kisiasa, na serikali imekuwa ikisisitiza kwamba bila utulivu wa kijamii na kisiasa, hata demokrasia yenyewe inaweza kuwa hatarini. Hata hivyo, vyama vya upinzani kama vile Chadema vimekuwa vikidai kuwa zuio la mikutano linaweza kudhoofisha ushindani wa kisiasa na kupunguza nafasi ya wananchi kupata taarifa kutoka kwa viongozi wa vyama tofauti. Na katika mijadala ya kisiasa nchini, swala hili limekuwa likitazamwa pia katika muktadha mpana wa mageuzi ya kidemokrasia yaliyotokea Tanzania tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Na kabla ya hapo Tanzania ilikuwa chini ya mfumo wa chama kimoja, ambapo shughuli nyingi za kisiasa zilikuwa zikifanywa ndani ya mfumo wa chama tawala. Kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi kulifungua milango kwa ushindani wa kisiasa na mijadala ya wazi zaidi kuhusu uongozi wa taifa, lakini tangu wakati huo kumekuwa na mvutano wa mara kwa mara kati ya hoja za kulinda usalama wa taifa na zile za kupanua uhuru wa kisiasa. Kwa wachambuzi wa siasa, uamuzi wa mahakama katika kesi hii unaweza kuwa na athari kubwa katika namna vyombo vya dola vinavyotumia ama vitakavyotumia mamlaka yao katika siku zijazo. Baadhi wanaona kuwa uamuzi huu unathibitisha nguvu ya taasisi za dola katika kusimamia usalama wa nchi, wakati wengine wanaona kuwa unaweza kuongeza hofu kuhusu mipaka ya uhuru wa kiraia. Katika uwanja wa sheria, kesi imeonyesha pia nafasi muhimu ya mashirika ya kitaaluma kama TLS katika kuibua mijadala ya kikatiba. Kwa miaka mingi TLS imekuwa ikijitokeza kama moja ya taasisi zinazotetea utawala wa sheria na haki za kikatiba nchini Tanzania. Kwa matukio kadhaa yaliyopita, chama hicho cha mawakili kimekuwa kikifungua kesi au kutoa maoni ya kisheria kuhusu masuala yanayohusu haki za raia, uwajibikaji wa serikali na tafsiri ya sheria mbalimbali za nchi. Kwa mantiki hiyo, hata kama kesi hii imefutwa mahakamani, mjadala ulioanzishwa na TLS kuhusu haki ya kukusanyika umeendelea kuibua maoni katika jamii na katika majukwaa ya kitaifa. Katika taswira pana ya kisiasa, suala la mikutano ya kisiasa linahusiana pia na maandalizi ya chaguzi ambazo zinakuja. Na katika demokrasia nyingi duniani, mikutano ya hadhara ni moja ya njia kuu ambazo vyama vya siasa hutumia kuwafikia wapiga kura na kueleza sera zao. Iwapo mikutano hiyo inazuiwa na kudhibitiwa kwa kiwango kikubwa, baadhi ya wachambuzi wanasema inaweza kuathiri usawa wa kisiasa kati ya vyama tawala na vyama vya upinzani. Kwa upande mwingine, serikali inaendelea kusisitiza kwamba usalama wa taifa haupaswi kuwekwa hatarini kwa sababu ya shughuli za kisiasa. Na katika hoja hiyo, serikali imekuwa ikitaja mifano ya nchi ambazo zimekumbwa na migogoro ya kisiasa kutokana na mikutano au maandamano yaliyogeuka kuwa vurugu. Kwa Tanzania, ambayo imejijengea sifa ya kuwa taifa lenye utulivu katika ukanda wa Afrika Mashariki, kulinda taswira hiyo imekuwa moja ya malengo makuu ya sera za usalama wa taifa. Kwa hiyo uamuzi wa mahakama kuu unaweza kuonekana kama ushindi wa hoja ya usalama wa taifa juu ya hoja ya uhuru wa mikutano na kisiasa katika mazingira maalum. Lakini mjadala haujaisha. Wadau wa sheria, wanaharakati wa haki za binadamu na wanasiasa wanaendelea kujadili iwapo kuna haja ya kuweka mifumo ya wazi zaidi ya kusawazisha mamlaka ya vyombo vya dola na haki za kikatiba katika katiba za wananchi. Katika mazingira ya kisiasa yanayoendelea kubadilika, kesi kama hizi zinaweza kuwa sehemu ya historia ya mijadala ya kidemokrasia nchini Tanzania, na inaonyesha jinsi taasisi tofauti, mahakama, vyombo vya dola na mashirika ya kiraia vinaweza kukutana kama katika kutafsiri na kutekeleza misingi ya katiba.
Mwisho wa yote, uamuzi wa Mahakama Kuu umeweka wazi kwamba katika mazingira fulani usalama wa taifa unaweza kupewa uzito mkubwa katika uamuzi wa kisheria, lakini pia umeacha swali wazi kwa jamii na kwa wanasiasa: ni wapi mipaka sahihi kati ya kulinda amani na kulinda uhuru wa kisiasa? Na katika miaka ijayo, swali hilo linaweza kuwa mojawapo ya mijadala muhimu zaidi katika siasa za Tanzania, hasa wakati taifa linaendelea kuimarisha demokrasia yake na kusawazisha nguvu kati ya dola na haki za wananchi. Ni hayo tuliyokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuyumbisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kutupa support kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.